Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na somo letu ambalo Mungu ameendelea kutupa, akitufunulia siri za kubarikiwa na siri za mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu lina kichwa kikuu kinachosema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Ndicho kichwa kikuu cha somo letu. Linasema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Mungu anaendelea kutufundisha ni namna gani ambavyo tunaweza kustahili baraka zake, ni namna gani tunavyoweza kustahili mafanikio yake. Tuko kwenye kanuni ya 12, tuko kwenye kanuni ya 12 ambayo inatuambia hivi: unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni swala la kuwaheshimu wazazi wako. Kwa hiyo leo tutaanza rasmi kipengele cha 5. Tutakuwa na kipengele cha 5. Kumbuka somo letu lina kichwa kikuu kinachosema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu, na tumetembea na kanuni hizo kuanzia ya kwanza na tuko kanuni ya 12 ambayo inatuonesha kwamba kuna wakati tutabarikiwa na kufanikiwa kimaisha kwa kuwaheshimu wazazi wetu. Kuna baraka ambazo Mungu amezifungamanisha na suala linaloitwa kuwaheshimu wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutaingia kwenye kipengele cha 5. Nimepita na summary upate neema, kwa sababu tunaelekea mwisho wa kanuni ya 12. Kwa kweli, kwa neema ambayo Mungu ametupa ya kutaka kututengeneza kwa vitu vizuri namna hii, sijatamani mtu ukose kusikia hata jambo ambalo litakusaidia kwenye maisha yako. Najua ingawa tumeomba, kuna wengine hamjawepo kwenye vipindi hivyo vya maombi tuliokuwa nayo huko wakati tumepita kwenye hayo yote tuliyoyasema, lakini kwa sababu leo umepata kusikia, najua maarifa hayo hautayaacha. Unaweza na wewe ukawa umesemeshwa vitu hapa. Kwa ukienda nyumbani unajua kuna mahali kumbe pale nilikosea, pale nilikosea, pale jinsi ambavyo sikukaa vizuri na wazazi nilikosea, kumbe pale nilikosea pale. Kwa hiyo ndio utaona umuhimu wa mafundisho kwamba yanatufanya tutengeneze yale ambayo tunajikuta ni wahanga nayo. Kipengele cha 5 ambacho ndicho kitakuwa kinahitimisha kanuni yetu ya 12 hii ya kimafanikio na baraka, na kwa kutarajia tutahitimisha siku ya Jumapili. Baada ya Jumapili, kesho kutwa, tutakuwa tukifunga mjadala wa kanuni hii ya 12. Kipengele cha 5 kinasema miongoni mwa mambo yanayogusa mioyo ya wazazi wetu. Taka sasa tuangalie ni wapi tukawakune wazazi ili waachilie sasa baraka kwetu. Miongoni mwa mambo yanayogusa mioyo ya wazazi. Miongoni mwa mambo yanayogusa mioyo ya wazazi wetu. Miongoni mwa mambo yanayogusa mioyo ya wazazi wetu. Na kuwafanya wajisikie msukumo. Miongoni mwa mambo yanayogusa mioyo ya wazazi wetu na kuwafanya wajisikie msukumo, wajisikie msukumo wa kututakia baraka na mafanikio ya kimungu maishani mwetu. Miongoni mwa mambo yanayogusa mioyo ya wazazi wetu na kuwafanya wajisikie msukumo wa kututakia baraka na mafanikio ya kimungu maishani mwetu. Ndicho kitu ambacho kitaaga na sisi kanuni hii ya 12. Kitaaga na sisi kanuni hii ya 12, na siku ya Jumapili ndiyo tutakuwa tuna hitimisho rasmi la kanuni hii ya 12.
Ningeweza kusema ufafanuzi mwingine kuhusiana na kipengele hiki cha 5. Ningesema ya kwamba hapa tutakwenda kujifunza namna ya kutafuta kuzipata radhi njema. Haleluya. Tutakwenda kujifunza namna ya kutafuta kuzipata radhi njema kutoka kwa wazazi wetu. Radhi ambazo sasa zitatufanya tubarikiwe na kufanikiwa kimaisha, kama jinsi tunavyoona ujumla wa kanuni hii ikituonesha kwamba kuna mchango tuliopata kutoka kwa wazazi wetu unatusukumia kwenye baraka na mafanikio. Na kikubwa ambacho nataka ukielewe hapa ni kwamba wakati wazazi wana mchango wa kukufanya ubarikiwe na ufanikiwe, kuna sababu mchango hauji tu automatic wako. Yaani hicho ndio kitu ambacho sasa ni cha tahadhari, kinapaswa kuangaliwa. Yaani kwa sababu tu nimezaliwa na huyu mama, basi hilo tu litoshe kufanya nipate baraka zake. Sio kweli. Haleluya. Kuna vitu lazima tufanye kwao, viguse mioyo yao, wasikie msukumo ndani yao wa kututamkia baraka. Hapo ndipo ambapo tutapata baraka zao. La ingekuwa hivyo, ungeona hata kwenye familia tusinge tofautiana. Hilo hizo unakuta hata mafanikio kwenye familia, watoto mliozaliwa tumbo moja, unasikia hapo mtu anatutambulisha kaka yake mwenye nazo. Yaani huyu muone hivi, yaani huyu nitoka niingie. Angemuua mama nisingezaliwa. Lakini leo hii mwenzako kajipata. Na ukiangalia miongoni mwa njia ambazo zimesababisha ajipate, utakuta kuna baraka, kuna radhi alizipata kutoka kwa wazazi, ambazo wewe ingawa na wewe pia na wazazi hao, lakini wewe ukazikosa. Sasa kuna wakati unaweza ukawatafsiri wazazi kama watakuwa wana upendeleo. Yaani wazazi wakae wasimtaje kaka Juma. Hiyo siku haijaisha. Hapo hatuna sababu ya kugombana na Juma. Kuna vitu lazima tuangalie, kwani Juma anafanya nini kwa wazazi? Kwani Juma na mimi sitoka yeye niingie mimi? Bwana Yesu asifiwe sana. Zaidi sana utakuta sasa wale wakubwa wakiwatambulisha ndugu zao ambao ni wadogo zao, afu wenzao wamejipata. Eti unasikia, usilione hivi, hata haya manyama haya, usilione hivi ili hali dogo langu hili. Sasa inasaidia nini hiyo? Ndio hivyo sasa. Akatutangulia tu, wametutangulia tu. Kwa sio tu kwa sababu tumezaliwa na hao wazazi tutapata radhi njema kutoka kwao kwa sababu wametuzaa. Kuna mambo yatupasayo kuwafanyia, yaguse mioyo yao, ndani yao wasikie msukumo wa kutubariki. Hapo ndipo ambapo tutapata sasa funguo za baraka kutoka kwao. Kwa hatutakuwa na vitu vingi sana, lakini tunapeana tu picha kuona ya kwamba kuna vitu inatupasa tuwafanyie wazazi ili tustahili kupata baraka zao. Kama unaandika, andika namba 1. Andika namba hapo 1. Alafu maandiko yanasema hivi, maneno yanasema hivi: mojawapo ya jambo linalogusa mioyo ya wazazi wetu. Namba 1 hiyo inasema mojawapo ya jambo linalogusa mioyo ya wazazi wetu. 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 Na kuwafanya wajisikie msukumo. Na kuwafanya wajisikie msukumo. Na kuwafanya wajisikie msukumo
wa kututakia baraka na kuwafanya wajisikie msukumo wa kututakia baraka na mafanikio ya kimungu maishani mwetu. Wajisikie msukumo wa kututakia baraka na mafanikio ya kimungu maishani mwetu. Ni swala la kuwatendea mema. Ni swala la kuwatendea mema. Ni swala la kuwatendea mema wakati wawapo hai. Wakati wawapo hai. Blaza, mambo ni mapema mapema, wakiwa hai macho yao yanaona. Sio kabweteka mzee mpaka saa zimeenda, zile wapenzi wa mipira tunasema dakika zimeyoyoma, mpaka wakiambiwa hayupo ndio tujiangaishe sasa na maiti zao, tuwachimbie makaburi ya visima ili kwamba udongo usiwachafue. Alafu sisi tunakuja tunasema udongo kwa udongo. Hiyo siku kandi mimi nikikuta kaburi ya kisima ndio nasema kwa sauti kweli kwamba mjue tuna kisima chenu, lakini udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi. Na kama hatunyoshagi vidole kaburini, hiyo siku mimi nikikumbuka nitanyosha, nitasema umavumbi wewe na mavumbini umerudi. Dakika zake zimeisha hizo, ndugu yangu, ukachonga kaburi la kisima kwamba ni msitiri mama pazuri. Wamtendea mema akiwa amefanyaje? Tunarudi pale kwenye Kumbukumbu la Torati, asionekane mtu anayejishughulisha na waliokufa kutaka baraka. Kwa hiyo mambo ni mapema kuwatendea mema wakati wawapo hai. Hako kwa ufunguo unaweza ukakaona kama ni kadogo, lakini shauri lako. Kuna wenzako ndio walikupita hapo. Sio kaenda kutafuta uchawi. Mimi ndo kakao, lakini mwaya mimi ndo nimekuwa hohehahe. Hebu mtaalamu niangalia hapo. Hao vijana hawajaniendea Loliondo, hawajaniendea sijui Msumbiji, hawajaniendea Kongo. Ndugu yangu, Kongo walioenda wenzako itakuwa ni kwa wazazi wakati mwingine. Nigeria walioenda wameenda kwa wazazi, waliwatendea mema. Na sasa kabla sijakusomea andiko, ninachoendelea kutaka nikujaradie kuhusiana na hiki kitu cha kutendea wazazi mema. Nikwambie mwanangu Holiness, swala la kuwatendea wazazi mema halihusiani na kwamba eti nijipate sana niwajengee gorofa. Yaani usione wanabomokewa na nyumba ile ni kwamba nawapangia gorofa na wawazia mema mpaka waenda zao. Nao ni unafiki. Kwa kile kidogo ambacho unacho, wakati mwingine tukiwafanyia hao wazazi wetu wanasema amenifanyia jambo kubwa. Kwa kweli Mungu ambariki huyu mtoto. Utajikuta umefanya kitu ambacho kama mzazi angeufunua moyo wako, angeona kwamba kwako wewe hakana hata uzito wa robo hapo ulikomfanyia. Yeye unamkuta mwenzako kwenye moyo wake kakaweka kwenye kilo 10. Unajua ni visukari vya 500 tu. Sio kama nimepanda bei, kuna kipindi vilikuwaga 200. Ndivyo umemnywesha chai mzee Mhina, ukamtengenezea na ile ya miroje. Kama wenzako watatafuta kwamba ulienda Handeni ya wapi, waambie Handeni yangu ndio ilikuwa ni pale. Ni pale tu. Akala hamirojo, alivyomaliza akasema ubarikiwe mwanangu. Haya. Tukutana na wewe kwenye mashindano huku mjini, tutaka tushindane. Tukutana na wewe kwenye siasa huku, tutaka tupigane na mzee Jini. Tutajikuta unapiga teke, unajikuta limekurusha mwenyewe, unashangaa hili teke wakati napiga kuna mwingine alishaniwahi. Ni hilo mpiga mzee Jini. Ndio ulijikuta umejitandika nalo, lilirudi hapa nyuma yako.
Kwa sababu gani? Kuna radhi njema alitamkiwa na mzazi wake kwa kumtendea mema huyo mzee. Wakati mwingine situwe na madarasa huru ili mtueleze mambo yenu jamani. Mzee Jimmy, natamani hata yale unaonielezaga, yale unaosema baba yako, unakumbuka unasema, nakumbuka leo ni mzee ndio alisema hivi. Jinsi nakumbuka ulikuwa unasema neno kubwa sana. Unasema mwanangu, unasema mzee yule aliwahi kuniambia kwamba mwanangu, atakaye kuwa wewe ni Mungu. Anasema na hilo jambo nimeliona naishi nalo hadi leo. Natupaga sana historia huko nje huko. Ndio kwamba hiyo mnavyovizungumza ni vitu vya kibiblia kabisa. Kuna namna tukifanya kwa wazazi vikiwagusa mioyo, wanaweza wakatamka mambo ya ajabu ambao wao wenyewe hata hawaelewi maana yake. Wewe uliotamkiwa utaelewa siku hadi siku. Sasa anasema kuna wakati napita kwenye nyakati ngumu za maradhi, wanakuja ndugu zangu hapa wananililia kama ni msiba. Alafu wanashangaa kesho kutwa nimeamka. Anasema mwenzao, nakumbuka neno ambalo niliambiwaga na baba. Kuna wakati niliwindwa sana na maadui nyumbani kwetu. Kama anasema wanamfuata baba, anamwambia, "Yaani huyu kijana safari ndio tunamuondoa mwanao." Anasema baba aliniita akanikalisha chini akaniambia, "Mwanangu, kwa jinsi ambavyo uliweza kuruka mtego ule, uliweza kuliruka lile, uliweza kuliruka na lile. Nakwambia atakayekuwa wewe ni Mungu tu. Sio kwa mkono wa mtu." Anasema sasa nikipita kwenye vipindi vya namna ngumu ambavyo nakutana na majaribu, nakutana na masombingo ya watu, mitego ya watu, na napita, nakumbuka maneno ya yule mzee. Sasa miongoni mwa kitu ambacho na share hapa ni experience niliyoiona kwa huyu mzee. Anasema yeye alikuwa anaishi na babake kwenye nyakati zile, babake akiwa ndio ajiwezi, ni wa ndani. Sasa badala ya baba kusema afanye shughuli, yeye ni wa kukaa hapo. Anasema bwana, mimi nilikuwa namsagia hii kitu na akanifundisha ile kitu inavyotengenezwa. Ndio maana leo nilikuwa namtajia pale amerojo. Sema alikuwa ameipenda kweli. Sasa una amerojo. Ilikugharimu shilingi ngapi mzee Jimmy? 500 hizo, 700 hizo, ukikusanya yale matunda ambayo unachanganya pale usabi na yale maziwa. Leo wewe kwa mikiriti Mungu aliyokuvusha kwa yale maneno ya mzee aliyosema kwamba mwanadamu yote atakuwa ni Mungu, yamekuokoa shilingi ngapi mzee Jimmy? Haya. Andiko tulilonalo hapo mahali. Kitabu cha Mwanzo sura 27 tulisoma hili kwenye kile kipengele cha mchango wa wazazi. Tutakisoma kwa sehemu ndogo. Mwanzo 27:1 hadi 4. Hapa kimeingia tena hapa kwenye suala la kuwatendea mema wazazi wetu wakati wapo hai, kwamba ni mojawapo ya jambo linalogusa mioyo ya wazazi wetu na kuwafanya wajisikie msukumo wa kututakia baraka na mafanikio ya kimungu maishani mwetu. Mwanzo 27 mstari wa 1 mpaka wa 4. Tunaisikia Biblia ikituambia hivi: ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione. Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione. Mzee huyu wa uzee mwingi mpaka imefika mahali unaona sasa anachoka, hata macho yanapofuka tu kwa ajili ya uzee. Tu uzima ulioenda mbio sana. Biblia inasema katika hiyo hali ya uzee wake na akiwa amepofuka macho hata aoni, akamuita Esau. Biblia inasema ni mwanae mkubwa. Akamuita Esau mwanae mkubwa, akamwambia, mwanangu, naye akamuitikia, mimi hapa. Akasema, tazama, sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba, chukua mata yako, podo lako na upinde wako. Hivi ni vifaa vya mwindaji. Anamwambia chukua vifaa vyako vya kuwindia. Maana yake inaonekana ya kwamba kama leo tukisema kazi au shughuli ambayo huyu Esau kijana wa mzee Isaka shughuli aliyokuwa akiifanya, ina maana ni uwindaji.
sawa sawa na wewe ambaye shughuli yako ni fundi cherehani, ni sawa sawa na wewe ambaye shughuli yako ni mgahawa, ni sawa sawa na wewe ambaye shughuli yako ni kuuza vitafunwa, ni sawa sawa na wewe shughuli yako ambayo ni muuza duka, ni sawa sawa na wewe ambaye shughuli yako ni mwajiriwa wa serikali, ni sawa sawa na wewe ambaye shughuli yako kwa kadiri ya kile ambacho unajishughulisha nacho, ukisema ya kwamba natafuta kwa njia hii. Yeye huyu mwenzetu alikuwa ni muindaji. Kwa baba anamwambia chukua vifaa vyako vya kuindia. Anamwambia ukaende nyikani uniwindie mawindo. Anamwambia nataka leo iwe tu umeenda kwenye shughuli kwa ajili ya kuniwindia mimi baba yako. Inawezekana siku zote alikuwa akiwinda, anaziuza kama wale wauzaji ambao wanatuziaga wanyama pori. Lakini leo baba amesikia kumwambia kwamba nenda ukaniwindie mawindo. Akaendelea kusema kwenye mstari wa 4, ukanifanyie chakula kitamu. Maana yake hata ukileta hayo mawindo, sitamani kwamba mama yako ndio ayapike. Inawezekana utaratibu wao siku zote ilikuwa ni kama ambavyo tumezoea kwenye nyumba zetu, kwamba ni mama ndio anapika, akitenga hapo familia inajumuika inakula. Leo namuona baba anataka mpaka kupikiwa, apikiwe na nani? Na kijana wake, na alikuwa mkiume. Yasemeni tu kwamba ni kwa kweli kwa sasa sijajipata, wazazi watansamehe. Oh, Mungu Baba. Kuna mume huyu alipika mbungu, alirosti. So muona kwamba swala la kuwajali na kuwatendea mambo mema halihusiani na kwamba mimi niko hivi mpaka unigeuze hivi. Katika kiwango ulicho nacho, mimi sijajuaga sana. Nilishangaa mama yangu anakumbuka hadi jambo jema ambalo nilimtendea wakati nasoma. Na tunajua kwenye kusoma sio ajira. Kusoma mimi ndio nahitaji, mama ndio anipe. Shangaa siku moja mama anataja kitu mpaka nilikuwa nimekisahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nashangaa kipindi kile wakati Jona anasoma, siku moja akaletea kitu fulani. Kwa kitu hicho, kwa jinsi ambavyo nilikileta, wala sijanoti kuona kwamba ni jambo jema kweli. Lakini nilimshangaa juzi kati analimba hilo jambo. Moyo nikasema, kile kitu mama kakiweka grade A division 1. Kale kweli. Hivi mnaona kwamba hatuna udhuru za kusema ya kwamba nashindwa kumtendea mema kwa sababu ya A, E, I, O, U. Bwana Yesu asifiwe. Wa kiume, baba alitamani ale chakula chake. Tena anakitaja, anasema unifanyie chakula kitamu. Si tunajua wanaume mna michamisho sana. Na utaona vitunguu vinakatiwa chini, karoti hapo chini, hoho hapo na nyama zinaingizwa hapo kabla hazijachemshwa, vikibandikwa jikoni ili akibandua ale. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini utaona baba mpaka anaagiza alichotaka ni chema. Na mpaka anaagiza, na yeye ni mzazi wa huyu mtoto aliyomlea mpaka saizi. Baba huyu anasemwa akiwa amezeeka na amepofuka macho. Maana yake baba mpaka ameagiza, anaelewa kwamba kuna namna ambavyo inawezekana. Hiki ambacho ninakisema kinawezekana. Anamwambia kaniwindie, uje unitengenezee chakula kitamu. Anafaa kusema namna ile niipendayo. Kwa kuna wakati mpaka kwenye maisha inabidi unoti kwamba mzazi wako anapenda nini, na si ndio nawapa majibu ya mtihani. Haya ukienda kufeli mwaya, haya manya henu. Manya wako. Hicho anachotufundisha mzee Isaka hapa, kwamba kuna wakati kumbe inabidi watoto tuwachunguze wazazi kwamba wanapenda kipi na kipi. Anasema kwa namna ile niipendayo. Alafu anasema hivi, ukaniletee ili nile, na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijafa.
Sasa anapomalizia huku mbele kuonesha kwamba anataka kile chema ambacho anaagiza kwa mwanaye afanyiwe ili ambariki, tunaona sasa kwamba kumbe kuna mambo mema huwa ndiyo yanasukuma mioyo ya wazazi iachilie kitu gani kwetu? Baraka. Kwa kama ulikuwa unajiuliza kwamba ni kipi na kipi unaweza ukawafanyia wazazi sasa ili upate radhi njema kutoka kwao, jibu hili hapa. Wakati mzee Isaka anaona siku zinayoyoma za maisha yake, alivujisha pepa. Alivujisha nini? Alivujisha pepa. Kachomesha mtihani. Na hapa hili halina tashwishi kwa sababu gani? Limenenwa na mzazi. Bora ni idara ya wazazi. Utaona kwamba wanafanana hawa, ofisi moja. Kumbe wanapendezwa na mambo mema tukiwafanyia. Kumbe mambo mema tunaowafanyia kwa wao yanagusa mioyo kiasi cha kuona ya kwamba hawawezi wakayanyamazia kimya. Kuna wakati nakwambia kwa jambo jema ambalo utamtendea mzazi wako, atatamka baraka hata kama hujasikia. Sisi hizi tunatenda mema hata kwa kutuma. Isiwe tu basi kwenye vipindi vya sikukuu kama hizi. Iwe ni sehemu ya maisha yetu kuwafanyia wazazi ili tunyonye baraka kutoka kwao. Kwa sababu Mungu amewaweka kuwa ni bomba la kupitishia baraka. Maana yake ni kwamba hatuna namna ambavyo tutabarikiwa tukikosa kunyonya kwenye hili bomba. Kuna njia tutatumia tutabarikiwa, lakini utaona kuna mahali tutapelea. Kwa sababu gani? Sasa wazazi hazijaingia hapo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa kitu ambacho tunakiangalia hapa ni kwamba mojawapo ya jambo ambalo tukifanya kwa wazazi wetu linawapa wazazi kujisikia kuziachilia baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu kwetu ni kuwatendea mema. Usije ukasahau tu kwamba hakuna udhuru yoyote ile ya wewe kusema unajisamehe kwamba huwezi tenda mema kwa mzazi wako. Hakuna. Na kitu kingine ambacho nataka ukikamate hapa ni kwamba jambo jema kuhesabika kuwa ni jema kwa mzazi, wakati mwingine ukilichekecha wewe ni dogo sana. Kwa kuna mambo wakati mwingine unakwama kufanya kwa wazazi wako kwa sababu unaona madogo. Yafanye kwa wao wazazi wanapoyapokea, kwao ni makubwa. Sio mpaka kuna daraja useme upandishwe cheo hilo. Kama ndugu yangu wewe ni wa fungu la kukosa, wewe ni wa fungu la kukosa. Usidhani ya kwamba ukipandishwa cheo ukiinuliwa daraja hilo ndio kwamba kweli utawanunulia wazazi wako gari. Wakati mwingine ndio utawagonga na gari. Kwani kwa kupitia wakati mwingine hivi ambapo vingine tunaviona ni kama kwamba ni vya chini, tukiwatendea mema katika hizo ngazi za chini, wao ndio watakuwa wana rifti za kutufanya twende juu. Sio kitu ambacho tunakiona kwa Isaka hapa na Esau mwanae. Mwanae alikuwa anaingia ofisi gani ya serikali? Ni mwajiriwa wa serikali ipi? Mwindaji. Kwa wakati ambapo Isaka anaona kwenye uwindaji wa mwanangu bado kuna jambo jema anaweza akanifanyia, na kwambia hata wewe ambaye unafanya kitu ambacho unakidharau, unakiona cha chini, na kutazamisha ya kwamba mzazi wako anaona katika hicho cha chini bado kuna kitu unaweza ukamfanyia. Hakuna wa kushindwa kitu cha kuwafanyia wazazi, hakuna. Bali ni shetani tu ndio anatupiga chenga wakati mwingine, anatuonesha kwamba bado hatujajipata. Mbona ikitokea misiba yao tunajipata? Twajipatia wapi saa zile? Tunamaliza msiba tunawasikiaga, tunatoa ushuhuda, mnajiona miamba kweli. Nashukuru kwa kweli, mpaka nampumzisha marehemu mama, kwa kweli sijakopa, Mungu amenisimamia, nimejikuta nimeweza kuumudu, nasikia watu walikula mpaka wakabeba. Sifa gani hizo za kishamba?
Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa gani hizo za kiovyo? Wakati anaumwa ulishindwa hata kutuma ya dawa. Leo hii kwenye kumzika ukalisha watu wakakimbia na mandoo ya vyakula. Sio sifa hizo. Ni kuonesha ya kwamba umefanya jambo potovu wakati ulistahili ufanye jema. Ili ujue ni potovu, utakuta watu waliamua kukimbia hata na vindoo vyenu. Mna vindoo tena tangu ule msiba. Si hadi vya chooni vilibebwa. Watu waliwekea pilau. Hasa pale ni sifa au ni kwamba mnaoneshwa kabisa ya kwamba nyinyi ni wa kunyumbuliwa, hadi vindoo vya chooni mmenyumbuliwa. Unaona mambo haya? Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Namba 2, kama unaandika andika. Jambo lingine linalogusa mioyo ya wazazi wetu. Namba 2. Jambo lingine linalogusa mioyo ya wazazi wetu. Jambo lingine linalogusa mioyo ya wazazi wetu. Kini kipengele cha mwisho kimeamua kutoa majibu ya mitihani. Kwamba twende sasa tukayafanye, tukaishi ili tupate radhi njema za wazazi wetu. Jambo lingine linalogusa mioyo ya wazazi wetu na kuwafanya wajisikie msukumo. Na kuwafanya wajisikie msukumo. Na kuwafanya wajisikie msukumo wa kututakia baraka na mafanikio ya kimungu maishani mwetu. Jambo lingine linalogusa mioyo ya wazazi wetu na kuwafanya wajisikie msukumo wa kututakia baraka na mafanikio ya kimungu maishani mwetu ni swala la kuwasitiri. Yes, ni swala la kuwasitiri. Ni swala la kuwasitiri pale wanapoonyesha madhaifu fulani ya kiubinadamu. Ni swala la kuwasitiri pale wanapoonyesha madhaifu fulani ya kiubinadamu. Hili nalo ni jambo lingine ambalo ili upate radhi njema kutoka kwa wazazi wako zitakazo kufanya ubarikiwe na kufanikiwa kimaisha, halikwepeki hili jambo. Kuwasitiri wazazi wako pale wanapoonyesha madhaifu fulani ya kiubinadamu. Katika jambo la muhimu hapa tunapaswa kutambua kwanza ya kwamba wazazi licha ya kwamba ni wazazi. Hivi kuna mtu ni mkubwa kuliko mzazi wake? Haraka nimpate huko ndani. Sawa. Haya, nasema wazazi licha ya kwamba ni wazazi na licha ya kwamba ni wakubwa kutuzidi. Haleluya. Lakini kuna wakati utawakuta kwenye mambo ambayo ni ya udhalili. Haleluya. Kuna wakati utawakuta wameanguka katika makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati utawakuta wanafanya mafyongo ya ajabu ambayo ukiangalia unaweza ukasema jamani, kweli mzazi? Jamani, kweli na ni mama wa watoto 3. Kuna wakati licha ya kwamba wataitwa ni wazazi wa watoto wangapi, wanaweza wakafanya mambo ya ajabu ambayo hata ukiyasikia masikio yanawasha. Kuna wakati unatamani kwamba ndio wangetenda mema sana, ndio wangeishi kwenye mstari mnyofu sana, kwa sababu wao ni shamba darasa kwa watoto waliowazaa ili watoto wajifunze kwao. Lakini kuna wakati ukimuuliza mtoto kwamba hivi unatamani uwe copyright kila kitu kama mama yako, utakuta huko moyoni anakemea, anasema shindwa kwa jina la Yesu hata kidogo.
Kwa sababu gani? Licha ya kwamba alikuwa ni mzazi wake na ni mkubwa kumzidi, lakini kuna mafyongo aliwahi kuyaona kwa mama mpaka atamani arithi vile mama alivyokuwa. Lakini kwa nini wazazi watafanya mafyongo? Wazazi watafanya mafyongo kwa sababu wakiwa wazazi hawahami kwenye daraja la uzazi kwenda malaika au kwenda Yesu au kwenda Roho Mtakatifu au kuwa Mungu. Hawahami. Wanaendelea kuwa ni wanadamu. Wanaendelea kuwa ni watu. Kwa hiyo sasa nachoongea hapa ni kwamba sio ajabu, sio nini ukakuta mzazi wako akafanya mafyongo, ukamkuta kwenye mazingira ambayo yanamuonesha ya kwamba anajidhalilisha. Kuna wakati mpaka unakuta mtu anasema, "Hadi mama unatudhalilisha hata na sisi watoto." Yaani baba, kwa kweli unachokifanya sio tu kwamba unajidhalilisha mwenyewe, unatudhalilisha na sisi. Utakuta kuna wakati wa vipindi vya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika vipindi vya namna hiyo, tahadhari ambayo Mungu amenituma ni kuambie leo ni kwamba kuwa makini. Kuwa nini? Kuwa makini na vipindi ambavyo utamkuta mzazi ameanguka kwenye mazingira ya kujidhalilisha. Haleluya. Amen. Anapofanya mafyongo, mambo ya hovyo, mambo ya ajabu, mzazi, angalia karata zako, changa vizuri. Unaweza kwa mafyongo yake ukaondokana laana. Unaweza kwa mafyongo yake, ingawa mafyongo ni jambo baya ambalo sikwambii kwamba ukalifanye, wewe ni mzazi ukafanye. Lakini ingawa mafyongo ni jambo baya, lakini mzazi kwa kufanya mafyongo, mtoto unaweza ukaondoka na baraka. Kama ni wembe, meza wembe tu. Hapa ni wembe wa Yesu, maana yake hata ukiumeza. Haleluya. Nasema hivi, licha ya kwamba kuna mambo ya kuaibisha ambayo mzazi akiyafanya hata jamii inataharuki, lakini kwenye hayo mambo, mtoto wa huyo mzazi aliyefanya jambo la kuaibisha unaweza ukapata laana, au kwa hilo jambo ambalo mzazi amelifanya la kuaibisha unaweza ukapata baraka. Hamtaki kuumeza wembe, ngoja niwamezeshe vizuri na andiko. Tameza tu. Andiko tulilonalo hapo ni Mwanzo sura ya 9. Tuangalia habari ya Nuhu na watoto wake. Tumefika hapo. Tumewafikia leo familia ya mzee Nuhu. Tunawagongea hodi. Waliandikwa kwenye Biblia licha ya mafyongo ambayo unayaona hapo, lakini Mungu aliandika kwa makusudi. Miongoni mwa makusudi ni ili kanisa la Mombo lipone kama ambavyo leo litakavyopona hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo 9 mstari ni wa 20 hadi wa 27. Mwanzo 9:20 hadi 27. Biblia inatuambia hivi. Nuhu ambaye alikuwa ni baba wa familia akaanza kuwa mkulima. Unasema, "Oh, baba yetu ni mwekezaji jamani kwenye eneo la kilimo." Baba yetu mwana ni mkulima. Acha na ukulima wake mwaya. Alimi wa ovyo ovyo, sio wa kienyeji. Analima ule ukulima kabisa ule wa haswa wa kibiashara. Kono alikuwa ni mkulima wa namna hiyo, mkulima mzuri tu. Biblia inasema akapanda mizabibu. Miongoni mwa vitu ambavyo alikuwa akivilima ni zao la zabibu. 21. Kumbe wakati mwingine mtu analima ili avile mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijajua sana wale wanaokutoka na mashamba ya bangi kwamba ni wavutaji au vipi. Lakini Nuhu katika kitu ambacho sasa alikifanya ni sawa sawa na mlima bangi, kumbe naye ni mpiga bangi ile mbaya. Ndio maana unaona akakimbilia hicho kilimo, kumbe hajakimbilia tu ili kupata maslahi nacho ya hela, lakini pia anataka apate maslahi nacho ya kukaa sawa, kushtua. Kwa hiyo katika kulima zao la mizabibu, Biblia inasema akanywa divai. Divai ni nini? Haleluya. Divai ni kinywaji kutoka kwenye zao la nini? La mzabibu ambalo ndio alikuwa analilima. Kwa maana hiyo hiyo siku akaamua kwamba jamani, nauza tu na mimi sionji. Akatengeneza hapo kakinywaji kalile zao, akaanza kutembea nako hiyo siku. Kunywa. Biblia inasema
akajikuta kwenye kituo kinachoitwa akalewa. Kwa wakati mwingine inawezekana kaanza akasema nakunywa kama juisi tu jamani, nakunywa kama juisi. Tunamwambia angalia bwana, kuwa makini, tunaonaga vikizidi mtu anayumba. Anasema hamna, nashtua juisi nyingine. Juisi wanywa juisi lita 3, juisi gani? Kwa akajikuta amelewa. Biblia inasema akawa utupu. Wale wasomaji wa Biblia wanajua neno lililoandikwa hapo. Liko hivyo hata kwangu, ila nimelisoma kihekima. Akawa nini? Akawa utupu. Lakini ni katika hema. Katika hema. Jamani, na utupu wake amekaa kwenye hema. Hapa sasa mnajua ni nini? Ni vile ambavyo huko nyumbani mwenu kuna chumba cha baba, nasema chumba cha wazazi, chumba cha watoto wa kike, cha wa kiume, tujipate tutengeneze hivyo. Amina. So ile baba nani wa kike na wa kiume. Kike huyu analala na magija, wa kiume naye analala hivi. Sasa hapa inaonekana Nuhu kidogo alikuwa amejipata, hata kidogo swala la ujenzi wa nyumba akawa amejenga tofauti. Ana mahali ambapo ni chumba cha wazazi hapa. Kwa hiyo watoto ina maana wana chumba. Nimesema kwenye jambo ambalo mzazi atafanya fyongo, mtoto kuwa nalo makini. Sawa kuwa nalo makini. Inaweza likakutoa knockout au linaweza likakufanya ukatokelezea. Akawa katika hema yake. Mstari wa 22 unasema hamu. Sasa neno hamu, jina hamu linaanza kutaja hapo watoto waliokuwa nao huyu mzee Nuhu. Alikuwa na watoto, mmoja akiitwa Hamu, mwingine Shamu, mwingine Jafet. Biblia inamuita Yafet. Njemba zake 3 hizo alikuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamu anatajwa kwamba alimzalia Nuhu, akawa na mtoto, alimzalia Nuhu mjukuu, mtoto wa Nuhu, lakini naye akawa na mtoto. Mtoto wake anaitwa Kanani. Kwa hiyo Hamu anatajwa na utambulisho wake kwamba Hamu baba wa Kanani akauona utupu. Mimi Biblia yangu imeandika hivyo unaposoma wewe hapo mwenye Biblia. Ila tu kwenye mic nimesoma hivyo ambavyo nimesoma ni utupu. Hii mic tu ndio inanifanya nasoma tofauti na hivyo vilivyoandikwa hapo, ila ni neno hilo. Akaona utupu wa nani? Wa baba yake. Kijana wake huyo anaitwa Hamu, ambaye na huyu kijana naye alibahatika akawa na mtoto wake hapo anaitwa Kanani. Jamani, si mnajua kwamba alivyokuwa vile utupu alikuwa yuko kwenye chumba chake. Biblia inasema kwenye hema yake. Lakini utaona kuna mtoto akauona utupu wa baba yake. Kauone yapi? Biblia haisemi kwamba Nuhu aliburuzika akatoka chumbani akaenda sebuleni. No. Kwa hiyo kama huyu mtoto kauona, ina maana alienda chumbani kwa nani? Kwa hiyo usutwe au uachwe? Au ni neema ya Mungu ilikuvuta huko? Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, kauona utupu wa baba yake. Angalia karata aliyoicheza. Akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Jamani, ni ndugu zake wawili. Niliwaambia Nuhu ana watoto 3, Hamu, Shamu na Jafeti. Hamu alipoona utupu wa baba yake, akatoka akawafuata ndugu zake wawili wale wenzake, ambao sasa ni Shamu na Jafeti. Unaona? Akaenda akawaeleza, sio hata akaenda kwenye vijiwe vya umbea. Nakwambia hivi, upotovu wa wazazi wako kuwa nao makini. Akaenda akawaambia nani? Wale wenzake wawili. Na kwa picha inaonekana Hamu ndio alikuwa mkubwa. Maana yake utaona licha ya kwamba ni kaka, lakini utaona kaka alipoona aibu ya baba, kaka anaenda waambia wadogo zake. Unajua kuna mazingira ukiona tu unasema kabisa huyu kaenda fanya kuwa ni kama tangazo. Kwa sababu tungeona kama aliona mdogo akaenda mwambia kaka, tunajua labda mdogo aliona kwamba sio heshima, labda kaka ndio nimwambie ili kaka akamzibe baba. Lakini huyu utaona amelifanya kana kwamba ni tangazo, ni kuzidi kueneza
ile habari ya baba kupotoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akaenda akaeleza ndugu zake huko nje. Mstari wa 23 unasema Shemu na Jafeti, wale wawili sasa walioelezwa na huyu kakao, wakatwaa vazi. Ona, wao hata hawajasema ngoja tukahakiki, baba naye katutia aibu leo, kaliangusha huko. Unasema kweli kaka, unasema hata saizi tutamuhai. Tumekutana na matoto ya namna hiyo. Unasikia, acheni kula kwanza, tulie, hebu tuwai kweli. Lakini Biblia inasema hawa wawili na udogo wao wakachukua vazi. Yaani hata hawajahakiki kwamba ile habari itakuwa ni ya uongo au ya kweli. Waliposikia tu kwamba ni jambo linalohusiana na baba kuwa kwenye mazingira ya fedheha, wao wakaamua kutafuta visitiri ili wakamsitiri nani? Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakatoa vazi. Hapo sasa ndio tunatua kwenye kitu tunachokizungumza hapa, kuwasitiri wazazi wakati wanapokuwa kwenye vipindi vya madhaifu fulani ya kiubinadamu. Maadamu wazazi wako ni wanadamu, kuna wakati si ajabu wakapita kwenye vipindi vya madhaifu fulani ya kiubinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona ni ajabu kwa hao wakina Hamu hawa. Lakini kwa watu wanaojielewa leo, nataka utoke kwenye uhamu, uwe ni Shamu na Jafeti, uwe mtu unayejielewa. Aibu ya mzazi sio ya kukaa vijiweni mkacheka mkaambiana kwamba baba amezidi, atajua mwenyewe, baba atajua mwenyewe. Hapana, aibu ya mzazi inatutaka tukae katika mkao wa kina Jafeti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna makina Hamu leo nataka yatengeneze, kwa sababu kuna spana, kuna vibamizo. Haya, Shemu na Jafeti wakatoa vazi wakalitanda mabegani mwao. Angalia, unaelewa kulitanda mabegani? Maana yake hilo vazi likawa nyuma yao. Ningepata kanga ambayo tu iko juu hapa, ningesema hilo nini? Naam, ipo ambayo iko. Asante, barikiwa mama. Haya, sasa naachia maiki hii, natembea na picha ambayo hawa watoto waliifanya. Naomba mkaka mwingine sasa hapa, ili tuwe hawa wawili. Mkaka mwingine ni mzee Jimmy hapo, mzee, pigeni makofi. Hapa sasa ni Shemu na nani? Simuona mzee Jimmy anawahi kwanza. Mzee na leo na haraka. Ushakujisha pepa. Umeona kutanda nini? Mabegani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutanda nini? Mabegani. Na tunajua kwamba kama wana lengo la kumsitiri, maana yake ni hii kanga ndio wamfunike nayo. Kwa kama wameiweka nyuma yao, na huko mbele tu sio mbaya mkageuka huko. Kwa hiyo twende mbele mzee Jimmy sana, wengine waone huko kwamba kutanda mabegani. Tutamaliza vizuri tu mpaka ukienda kuferi mtihani, shauri lako. Huku ndio kutanda nini? Mabegani. Biblia inasema ya kwamba Shemu na Jafeti wakatoa vazi wakalitanda mabegani mwao wote wawili. Wasomaji wa Biblia inasemaje hapo? Wakaendaje? Wakaenda kinyume. Haya mzee Jimmy, mwendo tumeubadilisha leo, unaona? Kwa wakati mwingine badilisha mwendo kwa ajili ya kusitiri baba yako. Badilisha mwendo kwa ajili ya kusitiri mama yako. Hilo jambo halitakuwa la bure kwenye maisha yako. Licha ya kwamba urahisi wa kutembea ni kimbelembele, lakini utaona hawa wawili ikawabidi mpaka watembee kinini? Kinyume. Sio wanga, sio uchawi, wanajua wanachokitengeneza hapo. Sijajua wakati Hamu anatuona hivi anatuelewaje. Naweza kusema haya majamaa leo yanazuza hapa nyumbani. Atakuwa kaumia sana. Lakini sasa mwisho siku atatuonea wapi? Hawezi kuona kwa sababu atakuwa analala. Asante. Hata kuona hawezi. Bado mzee Jimmy kapo. Wakarudi kinyume. Wakaufunika utupu wa baba yao. Biblia inasema na nyuso zao zikielekea nyuma, wala hawakuona huo utupu wa nani? Hawaujui, wao walijua kumsitiri. Amen. Tuliangushe hilo vazi hapo. Wakaondoka zao. Asante mama. Mungu akubariki.
Haleluya. Wakina Jafeti hao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakina nani hao? Wakina Jafeti. Angalia sasa kivumbi. Angalia sasa kivumbi. Angalia kivumbi. Mstari wa 24. Kuna wakati wazazi watafanya upotovu, utasema wazazi wangu bwana wameharibikiwa, wamepotoka. Jamani, hali ya baba anatia aibu. Mnakutana vikao, unaanza baba anatutia aibu. Wengine wanasema tumchape makofi bwana, sasa amezidi. Yeye changeni vizuri karata zenu. Kwenye saa ya mafyongo ya wazazi, kwenye madudu ya wazazi, changa vizuri karata yako. Kuna wakati hayo madudu sio ya milele, ni ya muda, yanapita. Ndicho kitu ambacho tunakisoma hapa. Biblia inasema ya kwamba Nuhu akaelevuka katika ulevi wake. Kumbe pombe nayo inafanyaje sasa? Kilevi kinafanyaje? Kina mwisho. Kuna wakati kinapita sasa, kimeisha. Alipoelevuka akarudi kuwa Nuhu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alipoelevuka karudi pale pale kwenye kuwa nani? Baba wa nani? Wa Hamu, Shamu na Jafeti. Hamu gani? Hamu ambaye alimchoresha baba. Shamu gani? Shamu ambaye alimsitiri. Jafeti gani? Jafeti ambaye alimsitiri. Biblia inasema Nuhu kaelevuka, kumekucha sasa. Alipoelevuka katika ulevi wake, Biblia inasema akajua. Wewe wakati unaona tukimfanyia vile likilewa, sisi na mama yetu tunaenda mchomoa pesa. Yeye mnaona alielewi, hata alizembe kweli. Hapo ujue kesho linajua ni walevi wenzake wamemuibia. Ndugu yangu, kuna wakati mwarekodiwa na huyo mzee. Zikimwisha pombe, Biblia inasema akaelewa. Akaelewa kitu gani? Walichofanya wanaye. Biblia inasema ya kwamba akaanza kuelewa kile ambacho alifanywa na yule mwanae mkubwa, Hamu. Kwa hiyo akaelewa kwamba nilipokuwa nimeutwika mwingi, nimepiga, nimelewa tilalila, Hamu alikuja humu ndani ya nyumba ya chumba changu. Naona kabisa kwamba Hamu alifuata nini huku chumbani. Hii chumba si changu. Ningelewa ningesema nimemwaga radhi sebleni, ni sawa. Lakini sasa Hamu ndio aliletwa huku. Hamu kilanga kikoma. Kilanga kitakuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema akaelevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo aliyomtendea. Akasema na alaniwe Kanaani. Alaniwe nani? Kanaani. Nilikwambia wakati nakutajia Hamu, nilikwambia Hamu ana mtoto anaitwa Kanaani. Angalia, wakati Nuhu ameelevuka, anaanza sasa kutoa malipo ya kile ambacho watoto wake wamemfanyia kipindi kile akiwa kwenye ule ulevi, amelewa tiralila. Malipo anayoyatoa, anaanza kutoa malipo yanayoitwa laana. Laana amezisukuma wapi? Zinatajwa kwa Kanaani, ambaye Kanaani wala hakuwa ni yule ambaye aliuona utupu wake akaenda msema, bali Kanaani ni mtoto walioona utupu wa kwake akaenda usema. Kwa hiyo tafsiri yake nini? Nuhu alipoelevuka akaanza kuachilia malipo ya laana kwenye kizazi kinachohusiana na Hamu, ambaye aliuona utupu wa baba yake alafu akaenda kuutangaza. Sasa utaona hapa songo mbingo lilivyo. Inawezekana tukawa leo hii ni watoto ambao hatujawahi kukorofishana na wazazi, lakini kumbe baba zetu wanaweza wakawa waliwahi kukorofishana na mababu zetu na mabibi zetu. Laana waliolaniwa ikawa imetuangukia na nani? Kivumbi leo au sio kivumbi? Ndio maana sasa utaona kuna kila sababu ya kuvishughulikia hivi vitu, sio kwa sababu eti mimi tangu nimezaliwa, wala hizo fyongo ambazo nimefanya baba akamlani lini. Inawezekana baba yako ndio aliwahi kumfanyia fyongo baba yake. Laana ambayo alipewa na baba yake ikaangushwa juu yake baba yako, alafu ikatulishwa na juu ya wewe. Ndio picha ya Nuhu. Badala ya kusema ya kwamba Nuhu akamlaani Hamu, Biblia inasema Nuhu akamlaani Kanaani, mtoto wa Hamu, ambayo yamkini hii scenario hata haijui. Maana hapa Biblia inahitaja scenario hii kihusisha Nuhu, Hamu, Shamu na Jafeti. Sijui sasa hiyo Kanaani ambaye ni mtoto wa Hamu anacheza mpira huko wakati babake anafanya mafyongo huko. Lakini utaona laana ilimfuata mpaka yule ambaye anasema hakuwa eneo la tukio.
Unaona mambo haya? Inawezekana wakati baba zetu na mama zetu wakifanya mafyongo katika madhaifu ya wazazi wao, wakiwacheka, wakiwafanyia na wao mambo mabaya ambayo yaliendelea kuwaumiza hao wazee wao, laana ilivyotolewa, inawezekana wewe hata hukuzaliwa, lakini laana ile ilihusisha mpaka na watakao kuja kuzaliwa na huyo mzazi ambao leo ni wewe. Jamani, kama Biblia isingeandika haya, tusingejua. Kwa ndivyo ambavyo maadamu hata kwenu hajawahi kutokea mtu akashuhudia hayo, huwezi jua. Ni mpaka upate neema ya kwamba inuke mtu ambaye alikuaga shahidi, asikie kwamba katika yale mapambano ya baba yako na babu yako alitoa mdomo mbaya, sio tu kwa baba yako, alimwambia baba yako, na wewe utayaona kwa wanao. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeshindwa kusitiri utupu wangu, na wewe pia wanao watashindwa kusitiri utupu wako. Wajuaje ilitokea kwenu? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona mambo hayo kirahisi namna hiyo, tunakaa tu kwamba tubarikiwe, tufanikiwe. Kwa namna gani? How? Kufanikiwa which? Kufanikiwa whom? Kufanikiwa what? Kwa jinsi hii kwamba kuna nyundo Kanaani leo umeila, lakini sio kwa sababu ya kosa ulilofanya wewe, bali baba yako wewe ndio aliwahi kuwafanyia makosa wazazi wake. Hiyo laana imekukumba na wewe. Naona sasa wale malaika tunavyowapaga majina sio wao. Malaika hana kosa, hata akifa leo ni mbinguni. Kutana na familia ya Nuhu ikupe wembe. Uone mambo ya dini. Kuna wakina Kanaani walilanika kwa makosa ambayo hawajafanya wao, mafyongo ambao wamefanya baba zao, wakati baba zao wanalipwa ubaya sawasawa na ubaya waliofanya. Unawakuta na hawa watoto wao ambao hawajahusika kwenye kufanya ubaya. Tunapenyea wapi hapa tusipotengeneza, bila kujali kwamba nimenenewaga maneno mabaya na mzazi wangu au sijanenewa? Sasa kumbuka kitu kikubwa ninachokufundisha, na kufundisha hivi, kuna baraka na mafanikio ya kimungu utayapata kwa wazazi kusikia msukumo wa kuyaachilia hayo pale unapowasitiri kwenye madhaifu yao. Na hili jambo linaonekana wapi? Linaonekana sasa kwenye gurudumu lilivyogeuzwa, dishi lilivyogeuzwa, likaelekea kwa hawa wawili sasa waliomtendea mema, waliomsitiri baba yao. Kitu gani kilifanyika? Nini alikifanya huyu mzee? Alipomnenea laana yule ambaye hakumsitiri, akamnenea laana mpaka uzao wa yule ambaye hakumsitiri, alirudi kwa wale ambao wamemsitiri, na wenyewe nao wakasema, nina posho yenu hapa. Haleluya. Nyinyi ambaye mlirudi kinyume, mlibadilisha mpaka mwendo wenu kwa sababu tu ya aibu yangu, ili kusudi muifute aibu yangu, msawazishe aibu yangu, na nyie nanyi pia siwaachi hivi hivi, mna posho lenu. Yule wa upande wa ubaya amekula la kwake, nyie wa upande wa haya ambao mmefanya kunisitiri, mna la kwenu. La kwao limekwaje? Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi kwenye ule mstari wa 26. Akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa Shemu. Utaona mpaka alisema ya kwamba Mungu ambaye Shemu anamwabudu, huyu Mungu ataheshimiwa daima. Kwa utaona hata utumishi wa Shemu hautakuwa wa kujitoa jasho. Tuulizeni sisi kwenye masuala ya utumishi. Utakuta kuna wakati utumishi kwa na upako sio kufunga mpaka utoke na vidonda vya tumbo. Si unaona kuna watu wanatamkiwa baraka zinazohusiana na Mungu wao kutukuka. Kwa hiyo akisimama jukwani pale, alafu akasimama na mtumishi Hamu. Hamu akasema, nimezaa na mwanangu naye anaitwa Kanaani, ni mtumishi. Ngojeni aje hapa na yeye atumike. Wakasimama hao sasa. Wale ambao walishindwa upande wa laana kwa sababu ya baba aliyeshindwa kumsitiri baba yake. Alafu asimame na huyu. Unadhani wapi pataonekana panawaka moto? Kwa huyu hapa ambaye ametamkiwa haya ya kwamba Mungu wake afanyaje? Atukuzwe. Pia leo mzee chipuka huduma hivi. Si mnaona sasa mambo yanapotokea?
Kwa nataka umuone mpaka mtu amefanyaje, amefunga mpaka anatambaa na mikono. Ndio akiwa na upako unasema yes. Angalia, kuna mibaraka hata kwenye eneo la utumishi kwamba Mungu wako atukuke. Kila unaposimama kumtangaza atukuke. Watu wamepata kwa kusitiri wazazi wao. Unakutana nao wao kwenye shamba la Mungu, mwapigana vita na watu wa namna hii. Na wewe una watu wako huko unaambia msiende huko. Mafrimaso hao. Bwana Yesu asifiwe. Wakina Shemu hao waliotamkiwa Mungu wao atukuke. Kitu kingine akasema, na Kanaani awe mtumwa wake. Tujao kwenye familia ambazo unasema ya kwamba yaani mwaya kachukua watoto wa mdogo wake ndio wako wanamfanyia kazi mwaya. Yaani anawatumikisha watoto wa mdogo wake kweli. Ukienda nyumbani kwake unakuta watoto wake wamerelax. Jamani, mengine ni matunda hayo ya wazazi wa yule anayefanyishwa kazi huku walichopanda. Ni mnasema anawatesa kweli. Yaani ukiangalia yale mazingira unaona kamuita amsaidie eti kwamba kaka lete mwanao nimsomeshe VETA. Lakini mule ndani ukienda unamwona yule mtoto ni kama mfanyakazi wake. Na wakati utakuta hata hao watu hawapendi wafanye hivyo, bali tu ni ile walichofanya wazazi wao. Wakati sisi tumeenda kinyume nyume, baba yako alitanguliaga kumchekaga baba yake. Akaambiwa kwamba laana iwe mpaka juu ya kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utakuta kuna wakati wala hivyo vitu havionekani kuwa ni vibaya. Unakuta tu na wenyewe nao wengine utasikia kaka nani amemaliza shule Juma anakuja huko. Yaani ujali akifika kule analala sebleni, wa mwisho kulala wa kwanza kuamka, lakini tu maadamu Juma umechukuliwa na kaka yako kaenda mjini unasema zigo limenipungukia. Simuona mpaka umeita zigo. Angalieni mambo yanapotokea wapendwa. Angalieni mambo yanapotokea. Wakati Nuhu anabariki wale waliokuja kinyume nyume, mmoja hapo akiwa ni Shemu. Anasema ya kwamba na Kanaani atakuwa mtumwa kwako. Kanaani nani? Yaani anamwambia hivi, na mtoto wa kaka yako atakuwa mtumwa kwako. Kwa hiyo ukimkuta huyo mtoto kule kwenye nyumba ya huyo jamaa ndo muosha vyombo, afu watoto wake halisi wamekaa kwenye makochi wanaangalia sinema zetu, utashangaa. Si ni lile neno linatimia. Kula wembe. Haya, akaenda sasa kwa Jafet, akamkumbuka na Jafet naye kwa kule kwenye kinyume nyume kunistiri, walirudi wawili. Kulikuwa kuna Shem, lakini kulikuwa kuna Jafet. Akasema, Mungu amnafisishe Jafet. Kwa kule kunistiri ambako Jafet alihusika, Mungu amnafisishe. Angalia lugha ya Kiingereza. Inasema enlarge, kumkuza. Yes. Naanza kushikana uchawi. Sisi tunahisi tule mwenzetu katuendea wapi yani? Katufanya sisi mazumbukuku. Yaani mwenzetu katoka, sisi wengine wote tunaonekana kama vibarua tu hapa, kama ni sukule. Ndio sukule unatengenezwa hapa. Kuna mwenzenu kwa vile ambavyo alisitiri mzazi. Katika wakati mzazi akiwa yuko kwenye hali ya fedhea ya aibu, mzazi alipoelevuka mara baada ya jambo kupita, mzazi aliashiria radhi njema kwa huyo, akimwambia akue, aimarike, atukuke. Mambo yake huyo uwezo ukayaona chini. Mambo yake huyo uwezo ukayaona madogo madogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani akiwa na Noa anasema kwamba huku kwenu mnatembelea yani usafiri wa mbali mwatoka nao kutoka mkoa hadi mkoa. Kule ni mke wangu anaendea sokoni, yani msiseme kuna watu wanajishaua. Wazenu walitamkiwa hayo walipofanya sitara njema kwa wazazi wao. Kuna hibu wazazi walikuwa wanuke, wao wakafuta huko kunuka. Wazazi wakasema hiki alichofanya huyu mtoto kwa kweli kisiwe hivi hivi, acha posho hii aipate. Mzazi alikuwa na hela wakati mwingine, lakini alijiona kwamba nina neno la kusema.
hilo neno litaenda tafuta hela. Yesu asifiwe sana. Haya, akasema tena na akae. Jafet yule anaendelea kutamkiwa. Na akae katika hema za Shemu na Kanaani. Kanaani analetwa tena. Kanaani atatangatanga. Utasikia leo atasema kwamba sasa hivi nimetoka bwana kwa baba mdogo Shamu naelekea kwa baba mdogo Jafeti. Anao wataendelea kuwaita leo baba mdogo ataendelea kuwaita wadogo zako baba mdogo, leo kwa baba mdogo huyu, kesho kwa baba mdogo huyu, kesho kwa baba mdogo huyu. Unasikia? Baba mdogo naye aliniahidi mradi lakini mpaka sasa hivi naona achelewa. Ngoja niende kwa baba mdogo mwingine. Utakuta mambo ni ya kuishi watoto wako kwa baba mdogo, kwa baba mdogo, kwa baba mdogo, kwa baba mdogo huyu. Mpaka unashangaa kuna kucha. Wanakutwa hapo katikati hapo. Hawana pa kwenda. Masongo mbingo haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya laana za wazazi pale ambapo tutakosa kuwasitiri, lakini na upande mwingine ukionyesha baraka za wazazi pale ambapo tutawasitiri. Leo hii ninawiwa tufanye jambo moja hapa. Wakati ninakutazamisha habari hii ya Nuhu na familia yake na kuonesha kutangatanga kwa mtu anaitwa Kanaani. Achilia mbali tu kutangatanga kwa Hamu. Lakini angalia Kanaani ambaye wala hiyo mechi ya kuingia. Hata huko kwenye substitution hiyo. Lazima uwe kufuatilia mpira kidogo. Brother, mwaje kufuatilia mpira? Ushaikuta kuna watu wanapangwa substitution hiyo lakini wakati mwingine hata haingii mpaka mpira ukaisha. Sasa huyu hata wale ambao wamepangwa kwamba hajaingia wala alikuwa hata hayupo kule reserve. Ndio nani? Ndio Kanaani. Kwa sababu songo mbingo kalicheza nani? Kiranga kakionyesha nani? Kakionyesha baba yake. Kwamba baba, lakini wewe una mahali pako na baba yako naye ana mahali pake, babu ana mahali pake. Haya mpaka ukamuona tupu ulienda kufanyaje uko ndani mwake? Bwana Yesu asifiwe. Basi sawa. Umeona basi yuko vile. Haya mbona ukacheza karata mbaya namna hiyo? Inawezekana Kanaani leo hii hata yeye mwenyewe akawa anamshutumu babake kwamba baba na wewe ulikosea, ulimfanyia vibaya baba. Lakini ona zigo analo Kanaani. Inawezekana kuna wakina Kanaani leo hii mnatembelea mizigo ya namna hiyo. Kuna wazazi wenu walicheza karata mbaya na wazazi wao. Laana ambayo iliachiliwa hapa ikakugusa na wewe leo. Wao unasema mpaka saa hizi mimi sina songo mbingo lolote. Kwa kweli mkeka wangu ni msafi kati yangu na wazazi. Lakini angalia kwamba kuna wakati utakuwa ni Kanaani ambaye licha ya kwamba hujamfanyia fyongo mzazi wako kusema ulipwe mabaya ulaaniwe, lakini mzazi wako alimfanyia fyongo mzazi wake. Mzazi wake wakati analipa alilipa ubaya kwa huyo mzazi wako na kwako wewe. Hatia ya namna hiyo inatesa watu leo hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tusimame hapa twende tukajikungute laana za namna hiyo. Kuanzia kwako wewe ambaye leo hii unasomeka kama Hamu, ambaye kuna wakati wazazi walifanya mapotovu, wewe ukakaa upande wa kuwacheka. Wewe ukakaa upande wa kuwazodoa. Wakati mwingine ndio kabisa mkaamua mumuundie baba kikao. Mwambie baba, unachofanya unatuaibisha. Haikuwa dawa hiyo. Angalia kitu alichokifanya Jafet na Shamu. Biblia inasema ya kwamba walienda kinyume. Hawajataka hata waonane na baba yao. Lilipoisha lile jambo, baba alipoelevuka, hauoni hata mahali ambapo Jafet na Shamu wanamwambia baba, tuna kikao na wewe tunakuomba. Baba usije ukarudia tena. Hilo jambo hata hawajaonana. Inawezekana wewe ulijiona kwamba ndio unasuluhisha. Ukamweka baba kikao. Una deni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama juu mahali ulipo. Simama juu mahali ulipo. Nataka leo jione kwa Hamu aliyefanya makosa kwa babaye yakamfanya alanike. Lakini pia nataka leo jione kwa Kanaani ambaye wala sio yeye aliyofanya makosa aliyafanya baba yake, lakini utaona adhabu na laana ikawa mpaka kwake yeye ambaye hakuhusika. Inua mikono yako miwili juu.
ishara ya kusalenda kwa Mungu, kutafuta neema kwa Mungu. Inawezekana wazazi wamekufunga kifungo kigumu sana, kama kifungo ambacho alifungwa Kanani hapa ndani, lakini Mungu ni mwenye rehema, anaangalia wale ambao wako radhi kutengeneza jioni ya leo. Wengine ninavyoongea hapa nasikia wazazi wenu ambao walifanywa fiongo za namna hiyo wamesha fariki, na Biblia inatukataza kuanza kujisumbua na wafu tukitafuta kwamba ndio tutapata baraka. Kwa hiyo leo sio siku ya kufikiria hata yeye aliyokufa. Leo ni siku ya kumwambia Mungu, nisamehe hata kwa ajili ya mzazi wangu ambaye saizi siko naye, lakini yamkini kuna wakati nilishindwa kumsitiri akaniachia mdomo mbaya na maneno hayo yananitesa. Wakati mwingine sijui kwa sababu wala sijaambiwa, aliyasema mwenyewe tu chumbani, lakini wewe Mungu unajua ni mahali gani ambapo kuna kibano ninakipitia kinatokana na laana ya mzazi wangu. Nataka leo tuingie kwenye toba ya kutubu na kujikung'uta kila laana ambazo tumezipata kutoka kwa mababa, kutoka kwa mama zetu, kutoka kwa wazazi wetu, lakini wakati mwingine pia tutubu kwa ajili ya laana ambazo tumezipata kutoka hata kwa mababu zetu walivyolaani wazazi wetu wakatulaani na sisi. Fungua kinywa chako, sema Mungu Baba, Mungu Baba, ninakushukuru sana kwa ajili ya neema hii iliyo kubwa mno ambayo umeiachilia kwenye maisha yangu. Ni hakika ya kwamba jicho lako halijawahi kukosea na halitakosea. Unaposema haya, najua umeniona. Mimi naweza nisijijue, lakini wewe unanijua kuliko ninavyojijua. Paza sauti, sema leo hii, leo hii ninajikung'uta kila laana niliyoipata kutoka kwa wazazi wangu na kutoka kwa wazazi wa wazazi wangu, kama nilichokiona katika familia ya Nuhu, ya kwamba kosa la Hamu lilisababisha laana mpaka kwa Kanaani. Leo hii sema kwa sauti, leo hii ninakuja kwako nikijitaja ya kwamba mimi ni kama Hamu. Wakati mwingine nimewakosea adabu, nimekosa kuwasitiri wazazi wangu walionizaa, na kwa sababu hiyo badala ya kupata radhi njema nimepata laana. Jioni ya leo mimi kama Hamu najikung'uta laana zote kutoka kwa wazazi walizoninenea, walizonitamkia kwamba nisifanikiwe, kwamba niwe mtumwa kwa wenzangu wengine. Hiyo laana naifuta leo. Sema kwa sauti, nafuta leo, nafuta leo, nafuta leo. Laana ya utumwa imenichosha, ninafuta leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kufuta, endelea kufuta, endelea kufuta. Naiona familia iliyodidimia katika wimbi la umasikini kwa sababu ya laana za wazazi. Endelea kufuta, endelea kufuta. Ni maombi ya kushughulikia laana za wazazi kwako mtu mmoja mmoja, na kwenye ngazi ya familia. Tembea hata kwenye familia, tembea hata kwenye familia, tembea hata kwenye familia. Wakati mwingine hiyo familia yenu imekuwa kama familia ya Hamu, haitatoka kimaisha kwa sababu ya vinywa vibaya vya babu zenu, vya mababu waliotamka juu ya familia. Jikung'ute, 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 jikung'ute. Leo nimesema tunatoka kuwa Hamu. Sema ninatoka kuwa Hamu, ninatoka kuwa Hamu aliyetembea kwenye laana kwa kukosea wazazi wake. Leo nataka niwe huru na familia yangu iwe huru, ipate
umeponyeka. Jikungote, jikungote. Nilisema umepata neema. Mvua haijawa kwazo kwako ili utoke leo kwenye laana walizotamka wazazi wetu. Laana hata kama leo hawapo, wengine walikufa na vinywa vibaya, walipona hawasaidiwi wakati wakiumwa. Nasikia babu ambaye aliona asaidiwi wakati anaumwa kwenye hiyo familia, kwenye huo ukoo, alipona anakufa, akawaachia vinywa vibaya, akasema hizo pesa ambazo hazikunisaidia na wao hazitawasaidia. Nasikia uchumi uliotamkiwa laana na babu aliyokwisha kufa, leo huo uchumi unakombolewa kwa damu ya Yesu. Unakombolewa leo, huo uchumi unakombolewa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Chukue kila laana, chukue kila laana zilizoachwa na mabibi wa kwenye ukoo walivyokufa kwa maneno mabaya, wakiachia ukoo, wakiachia familia. Leo jikungote, leo jikungote. Inawezekana wewe sio Hamu, lakini wewe ni Kanani. Wakati mwingine karata mbaya alicheza baba yako, hakumtunza baba yake, hakumfanyia wema baba yake, hakumsitiri baba yake. Ile laana ilipotoka imekukuta na wewe, inaendelea kuwatafuna. Nasikia familia inayotafunwa na laana za wazee wa zamani wa ukoo. Hiyo familia inaachiwa, hiyo familia inaachiwa, hiyo familia inaachiwa kwa damu ya Yesu. Inakukung'uta hiyo laana, inakukung'uta hiyo laana kwa damu ya Yesu. Ni siku ya kung'ang'ana. Familia yenu iko na hali gani? Kumbuka hiyo hali inayotesa familia. Watu wanazalia nyumbani, hakuna vigelegele. Wakati mwingine ni kinywa kibaya cha wazazi wenu. Leo kunguta, kumbuka kila jambo linalotembea na nyie kifamilia. Kunguta, 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 kunguta. Unakumbuka jinsi ambavyo hampati kazi kirahisi. Kunguta, kunguta. Ndio, 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 ndio. Na mapepo mengine yatawaachia hapa, yatawatoka hapa. Naanza kusikia kwamba mapepo mengine ni laana. Haya, 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 haya. Yawaachie leo. Umaskini mwingine ni laana. Wako wapi hao? Wako wapi hao? Walitafuta uchawi, kumbe ni laana za mababu zao. Haya, kimbia, haya, kimbia. Unaachiliwa leo. Piga kelele, piga kelele, piga kelele, piga kelele. Nasikia kuna watesi wamekutesa kwa sababu una laana iliyoachiliwa. Haya, haya, haya. Waliokamatwa kwenye mikono ya watesi kama sehemu ya utimilifu wa zile laana. Haya, piga kelele, piga kelele, piga kelele, piga kelele. Unawaachia wa watu leo, wanatoka kwenye misingi ya laana. Leo wanatoka kwenye misingi ya laana. Nasikia laana nyingine inayowatesa umetamkiwa na wazee wenu na wazazi wenu. Roho ya kukataliwa, roho ya kukataliwa. Hiyo familia hao wanaoteswa na roho ya kukataliwa kama sehemu ya laana. Haya, leo inaachilia damu ya Yesu, inaachilia damu ya Yesu. Hiyo roho ya kukataliwa ikutoke, ikutoke. Hiyo laana iliyokupandia kukataliwa jikung'ute. Unasema nina nuksi gani? Kila ninachofanya naishia kulipwa mabaya. Laana, laana, laana iliyoachiliwa, iliyoachiliwa. Haya, 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 haya. Aliyofungwa na babake kwa laana akapandiwa kukataliwa, akapandiwa kukataliwa kwa jina la Yesu. Kimbia, kimbia, kimbia. Toka huko shimoni, kwenye shimo la kukataliwa. Wengine wamesukumwa kwa maneno ya laana.
laana za wazazi wao kwenye mashimo ya laana. Haya 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 haya, unaachiliwa leo, unaachiliwa leo, unaachiliwa leo, unaachiliwa leo. Nasikia mikono ya riziki iliyolaaniwa, mikono ya riziki, hiyo mikono inayopiga shoti, inayoangusha, hiyo mikono inayotawanya kwa laana ya wazazi. Haya leo, haya leo, inaachiwa, 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 inaachiwa. Kila mikosi uliyotembea nayo kwa sababu ya laana ya wazazi wako, leo jikungute hiyo mikosi, ikutoke, ikutoke, ikutoke. Viwango na madaraja uliokuwa na kupanda, laana za wazazi zilizokukwamisha usipande juu, leo nafuta, leo nafuta, leo nafuta, leo nafuta. Nasikia wengine mliokoka, mliosikia mnaokoka, wazazi wakamisindikiza na laana. Jikungute hiyo laana kwenye maisha ya wokovu. Uliposikia umeokoka, akatamka laana, akatamka laana akisema nini? Kama sio mamako, haya na haya. Nasikia waliotamkiwa hilo neno, nini? Kama sio mamako, na haya, 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 haya. Kimbia, kimbia, wachiwe, kimbia, wachiwe, kimbia, wachiwe, kimbia, wachiwe. Walete, 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 walete. Malaika walete, malaika walete, malaika walete, malaika walete. Walete ndio mbele kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Walete ndio mbele hao waliolemewa na mizigo ya laana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, 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 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndio, 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 ndio. Nasikia kuna mwingine anasikia yale maneno aliyokutamkia mzazi yanajirudia rudia laana. Sogea huku mbele, kimbia mbele, kimbia mbele. Wewe unasikia maneno mabaya ya mzazi yanajirudia rudia, yanajirudia rudia, kimbia huku mbele. Yale maneno mabaya uliyotamkiwa yanajirudia rudia, yanajirudia rudia, kimbia huku mbele. Songa hapa mbele wakati unaendelea kuomba. Unakumbuka kuna maneno mzazi alikutamkiwa yanajirudia rudia mara kwa mara. Unasikia ile na haya, na haya moya. Songea huku mbele, songea huku mbele. Neema ya Mungu inakushukia, neema ya Mungu inakushukia. Mungu anataka akuvushe hapo mahali ulipokwama. Songea huku mbele. Ndio, 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 ndio. Ndio operation leo ya kushughulikia laana za wazazi na hata wale wakina Kanani wanaoteswa na laana. Songea huku mbele, weka mstari kwenye tumba hili. Ukiwa wa kwanza sogea mbele, maana kuna wengine wanakuja nyuma. Songea huku mbele. Nasikia watu wanasikia yale maneno mabaya uliyotamkiwa na mzazi. Unasikia kuna wakati yanajirudia, maanake hilo jambo halitaendelea kufutika kama hujatumia damu ya Yesu. Tutaitumia damu ya Yesu. Nasikia hilo jambo lilikuwa lina roho nyuma, ndio maana linagonga kama haramu, linarudia kama haramu, maanake hilo jambo sio la kupuuzia. Endelea kukimbia huku mbele, kimbia huku mbele ili moto usipoe. Kimbia, kimbia, wapishe watu njiani, kimbia, kimbia. Unasikia yale maneno mabaya ya mzazi yanajirudia rudia, utasema hilo neno ndio linasema leo kila wakati mpaka unashtuka. Nasikia kuna mtu mpaka anashtuka. Haya, haya, haya. Huyo ambaye mpaka anamshtua anasikia kama ndio anasemeshwa. Saa hiyo, saa hiyo inapojirudia ile neno baya la mzazi juu yako, unasikia kama ndio anasema na wewe hapo, kama anakuona. Kimbia, 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 kimbia. Ripopopopo. Neema imekushukia, neema imekushukia. Ni siku yako ya kutoka na hii kanuni ya 12 ya baraka kwa njia ya wazazi. Kuna neema yako. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu kwa kuona hawa watu wangetokaje sasa. Hawa wangetokaje? Hawa wangetokaje? Hawa ripopopopopopo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Ni saa ya kutoka. Wengine wametamkiwa maneno ya laana na wazazi wao walipookoka. Haya maneno yakawakwamisha, na Biblia inasema laana isiyokuwa na sababu haishiki. Haya maneno uliotamkiwa na wazazi wako yamesababisha umezimia kiroho. Hiyo laana tunaitangua. Kila maneno mlionenewa na wazazi, tunapita na damu ya Yesu, tunapita na damu ya Yesu.
tunapita na damu ya Yesu. Yesu na akakufungue, Yesu na akakutoe kwenye huo uvuli wa laana unaotembea nao, kama yule baba alivyotoa laana akasema Kanaani na alaaniwe, Kanaani na awe mtumwa wa ndugu zake. Saa hii na wakati huu tunapita hapa, tunakutoa kwenye huo uvuli wa laana, hiyo laana ambayo niwaambia utatumikia ndugu zako. Watoto wako wamekuwa wakitumika kwa ndugu huko mjini, Yesu awatoe kwenye hiyo laana. Uzao wako wakitoka wanaenda kutumika kwa watu. Mungu akuponye, aponye na uzao wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Huo uvuli wa laana wa uzao wako wanaenda kutumika kwenye nyumba za baba wakubwa na baba wadogo, Yesu aingilie kati, awatoe huko katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama yule baba Nuhu alivyosema, na abarikiwe Shemu, na abarikiwe Yafeti, na kuombea na wewe ubarikiwe, na kuombea na wewe ufanikiwe, ufanikiwe na uzao wako, ufanikiwe na uzao wako, ufanikiwe na uzao wako, ufanikiwe na wajukuu wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba. Ile laana ambayo iliachiliwa Kanaani, tunatamka ile laana ikutoke, ile laana ikuachie, ile laana iachie uzao wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hata kama una neno na mzazi wako, damu ya Yesu ikutoe. Hata kama una neno na baba yako, damu ya Yesu ikutoe. Hata kama una neno na mama yako, damu ya Yesu ikutoe jioni ya leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila uvuli wa laana, uvuli wa laana unaotembea nao kwa maisha yako leo, hiyo roho ikuachie, hiyo roho ikuachie leo, hiyo roho iachie uzao wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Laana mnayotembea nayo imewatesa kizazi na kizazi, Yesu akawatoe huko. Wengine sio kwamba wamefungwa hata na nguvu za giza, ni maneno yaliyotamkwa kama alivyotamkiwa, na laaniwe Kanaani, na Kanaani awe mtumwa wa ndugu zake. Yesu akutoe kwenye hiyo roho ya kuwa mtumwa wa ndugu zako, kuwa roho ya kutumikia ndugu zako. Yesu na akutoe hapo katika jina la Yesu. Nasema Yesu na akutoe hapo, Yesu na atoe hapo uzao wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila vifungo vya laana, kila vifungo vya laana vilivyofunga maisha yenu, mkafunguliwe jioni ya leo, mkafunguliwe jioni ya leo, mkafanikiwe kama Yafeti, mkafanikiwe kama Shemu katika jina la Yesu kutoka Nazareti. Bwana akawafanikishe, Bwana akawafanikishe, Bwana akawafanikishe na uzao wako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Jehova, asante Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yesu na awafungue, Yesu na awafungue kila kifungo, kila kifungo, kila uvuli wa mauti mnaotembea nao, uvuli wote wa laana kwenu ukaondoke kwa jina la Yesu. Achiliwa na kazi za mikono yako, achiliwa na kazi za mikono yako, achiliwa na biashara zako, achiliwa na uzao wa tumbo lako, achiliwa na maono yako, achiliwa na utumishi wako katika jina la Yesu. Ile roho ya makandamizi ikawaachie, ile roho ya kutumikishwa ikawaachie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mkawekwe huru, mkaachiliwe, mkawekwe mahuru, mkaachiliwe, mkawekwe mahuru, mkaachiliwe, mkawekwe mahuru, mkaachiliwe, mkawekwe mahuru, mkaachiliwe katika jina la Yesu. Ukawa ni mwaka wa maachilio, ukawa ni mwaka wa maachilio, ukawa ni mwaka wa maachilio, ukawa ni mwaka wa maachilio kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Toka, toka kwenye roho ya uganga wa babu yako, penda ile roho ya uganga wa babu yako, toka kwa jina la Yesu. Achilia kwenye hilo eneo, achilia kwenye hilo eneo, hicho ajenda kumpitia babu yako kije kwako, toka. Wewe urithi mbaya kutoka kwa babu yako wa uchawi na uganga, toka kwa jina la Yesu. Kwenda kuzimu, kwenda. Hiyo madhabahu imebomoka leo. Wewe urithi mbaya nimeuharibu kwa damu ya Yesu, nimeuharibu kwa damu ya Yesu. Tamka kuachiliwa kwa jina la Yesu na uzao wako. Asiwepo mtu atakaenda kwa waganga tena kwenye uzao wa kwenu, hata kama babu alitumika huko, hata kama babu yako alitumika. Na kata hiyo cheni kwa damu ya Yesu, na kata hiyo cheni na watoto wako kwa jina la Yesu, kwenda kutumika huko katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.